Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limepitisha bajeti ya shilingi trilioni 2.44 kwa mwaka wa fedha wa 2025-26 kwa ajili ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, huku serikali ikiahidi kufanyia kazi ushauri uliotolewa na wabunge. Akihitimisha mjadala wa bajeti hiyo leo Mei 13, 2025, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolfu Mkenda amesema: Mheshimiwa Naibu Spika, asante sana kwa fursa hii ya kuhitimisha hoja. Jumla wa bunge 36 wamechangia moja kwa moja bungeni na tumepata michango mingine kwa maandishi. Na wachangiaji wote kwa pamoja wamezungumza mambo mengi ambayo napenda kuhakikisha kwamba tunayabeba. Mengi ni ushauri ambao tutazingatia. Kwa naomba niwashukuru sana waheshimiwa wabunge kwa mchango wenu wote na kuhakikisha kwamba tutazingatia. Kamati yetu ya kudumu ya bunge chini ya uongozi wa Mheshimiwa Husna Sekiboko na makamu Mheshimiwa Musa Sima, na wenyewe wametoa taarifa yao ambayo kwa ujumla wake kwa kweli hatuna la kubishana wala kupingana nao. Ni swala ambalo tutalichukua na kulifanya kazi, na katika hilo nashukuru sana kamati yetu, kwa sababu pamoja na kwamba wakati mwingine wamekuwa wakali kidogo wakati wa kutusimamia, lakini siku zote wamefanya hivyo kwa lengo la kujenga, kuendelea mbele, na kwa kweli kama kuna mahali tumefanya vizuri sana itakuwa ni kwa sababu ya mchango mkubwa wa kamati yetu ya kudumu ya bunge ya Elimu, Utamaduni na Michezo chini ya uongozi wa Mheshimiwa Husna Sekiboko na makamu wake. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mujibu wa kanuni namba 123 3A na B, naomba kutoa taarifa kuwa bunge lako likikaa kama kamati ya matumizi limekamilisha kazi zake. Naomba taarifa ya kamati ya matumizi ikubaliwe na bunge. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutoa hoja. Hoja imeungwa mkono. Kwa bunge sasa likubali kupokea na kupitisha makadirio ya mapato matumizi ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Wanaafrika waseme ndio. Wasiafrika waseme sio. Wale Afrika wameshinda kwa kishindo. Jana nilikupongeza. Kabla ya hoja hiyo kuhitimishwa, Musa Ramadhani Sima, mbunge wa Singida Mjini, mbunge wa viti maalum Dr. Tea Ntala, mbunge wa jimbo la Mureba Kaskazini Charles Mwijage, mbunge wa viti maalum Nuslati Hanje walipata nafasi ya kuweza kuichangia bajeti ya wizara hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali, nimpongeze waziri, walitoa mwongozo wa ajira kwa watu kujitolea, ajira ya kujitolea Juni 2023. Mwongozo huu mpaka sasa haujatekelezeka. Kwa nini hautekelezeki? Nimejaribu kupitia baadhi ya maeneo. La kwanza ni mkataba ambao umewekwa wa mwalimu huyu anayejitolea, anaingia mkataba na nani? Kwa sababu pale kwenye mwongozo inaonyesha mkuu wa shule ama mwalimu mkuu, lakini pia unaonyesha kamati ama bodi ya shule. Tayari unamweka mwalimu ana hang, lakini anatakiwa alipe posho na nani? Manake tunasema moja ya chanzo ni mapato ya ndani ya halmashauri. Chanzo kingine tumesema wazazi. Chanzo kingine wadau mbalimbali. Tukiliweka hivi tutakuwa hatuna nia njema ya kuhakikisha walimu wao wanaojitolea waweze kutusaidia na kupata hicho kipato. Nataka kushauri serikali kwenye eneo hili. Mkataba unapaswa uingiwe na mkurugenzi. Mwenye kutangaza ajira ya walimu kujitolea anapaswa kutangaza mkurugenzi. Ndio mwajiri wa watumishi na ndio anayewasimamia walimu walioko huko. Wao wanajitolea, wao hawajitolei. Mkurugenzi ndio atangaze nafasi, mkurugenzi ndio aingie mkataba. Ukiingia mkataba tayari unatoa fursa ya mapato ya ndani. Sisi baraza la madiwani kujua katika bajeti yetu tunao walimu kadhaa ambao wamejitolea. Nataka kumwomba Mheshimiwa Waziri, rudi nenda karekebishe mwongozo huu wa walimu kujitolea. Msingi wa kufanya hivi manake kundi hili la walimu walioko mtaani zaidi ya 200,000 wapate fursa ya kwenda kujitolea. Tupunguze hili gap la watumishi shuleni. Mimi nasema baada ya miaka 30 watoto wetu watatucheka. Watatumia maneno ya ajabu sana kwamba hivi Profesa Mkenda ndio alikuwa waziri wa elimu, Jenista ndio alikuwa waziri wa afya.
halafu wanahakikisha kwamba vyuo hivi au vyuo vyetu vinavyoendesha elimu ya afya havina teaching hospital, watatushangaa hivi na watatuita majina ya ajabu. Watasema hii mijitu ilikaa inafanya nini? Ni kuombe sana haya mambo mawili muyafuatilie na yafikie mwisho. Napenda kuishauri serikali katika shule za amali tufikirie kuanzisha shule za kilimo kwa mapana yake, mfano ya ile iliyokuwa Kilosa, iliyokuwa Ruvu, iliyokuwa Kibiti na kidogo ilikuwa Nyakato sekondari. Tunataka mwanafunzi apelekwe pale asisomeshwe masomo mengi, Kiingereza iwe lazima au lugha na hesabu. Leo tunavyozungumza, Mheshimiwa Naibu Spika, lugha ya alama bado eti sio somo. Yaani watoto wetu sisi wao hawajifunzi lugha ya alama ili wawasiliane na watoto wengine wenye changamoto za mawasiliano. Lakini pia kuna walimu wa lugha ya alama kwenye shule zetu, manake umeondoa kipengele muhimu cha mawasiliano katika utolewaji wa elimu. John Israeli, Banda Media, Dodoma.